sana kwa madhabahu au wengine watatupata tukiendelea na Bwana ni mwaminifu. Welcome. Yeah. Mpige makofi. Amen. Amen. Acha tuombe pamoja. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, hii ni nafasi nzuri ya dhahabu. Naomba mtumwa wako kamtumie kama chombo. Naomba upako wa kitume, upako wa kinabii, upako wa ajabu, uwepo wa Bwana ukavurike kwa nyumba hii kama mifereji ya maji, katika jina la Yesu. Mkemee vimu, mtumie vile umepanga. Bwana nakushukuru na kuinua na kutukuza, nasi tuko tayari kumpokea mtumishi. Bwana ukatutengeneze vile umepanga kwa siku ya leo. Nakushukuru na kuinua na kutukuza kwa jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Shangilia Yesu makofi. Thank you Jesus. Hallelujah. Pigia Yesu makofi mazuri. Ongeza ukifanya vizuri kuliko hivyo. Hallelujah. Bwana awabariki sana. Nashukuru kwa kuwa mko katika nyumba ya Bwana. Karibu kwa kiti chako ili tuweze kusikia kutoka kwa Bwana. Bwana akubariki sana Reverend, na kubariki pamoja na mama, na wabariki hata watoto wa nyumba hii. Bwana watende wema, ni kwa sababu najua Bwana anakusudi jema. Bwana nasiwe sana. Nilikuwa nimejitayarisha kabisa kutoka nyumbani mapema na nifike mapema jinsi ningetaka. Lakini njia ama barabara kuna vituko. Lakini nimestajabika ni kwa sababu nilikuwa ninamwambia Mungu, tuma malaika wako afungue njia na akanyange mafuta. Hallelujah. Bwana nasiwe sana. Na nilikuwa ninajua kwamba nilifanya simame kuanzia saa 4. Bwana nasiwe sana. Na wakati ninashuka hapa naangalia, ninaona tu ni dakika 10 tu zimepita. Hiyo dakika ilikuwa ya kukuandaa ili naye Bwana aweze kutenda vyema katika moyo wako. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Pokea salamu kutoka kwa familia yangu. Bwana ametubariki, tumekuwa na watumishi wiki nyingine kutoka Eldoret na Naivasha, na pia niliwaambia kwamba nakuja katika nyumba ya Bwana, na pia wakanipa salamu. Msipokee kwa sababu ni zenu. Si Bwana ni mwema? Bwana watende wema. Bwana awabariki, awatie nguvu. Na tamanio la moyo wako liambatane na mapenzi ya Bwana, ili Bwana akukubatishe kile unachokusudia. Bwana nasiwe sana. Ilikuwa katika mawazo ya Bwana wewe uzaliwe wakati ule ulikuja katika hii dunia, na ilikuwa katika kusudi ya Bwana wewe uwepo siku ya leo katika madhabahu haya. Bwana nasiwe sana. Na ilikuwa pia katika kusudi la Bwana wewe uitwe mwana wa ufalme wa Bwana. Bwana nasiwe sana. Sio Bwana abariki sana. Bwana awatende wema. Ninafurahia wakati ninawaona. Ni kwa sababu ninajua kuna kazi njema Bwana ametenda, na ndio maana tumeng'ang'ana na hii. Bwana abariki sana. Hallelujah. Nataka tuingie tu katika neno ili Bwana aweze kutubariki kwa pamoja. Nikileta ili neno kutoka twende katika hallelujah. Nataka tuweke roho zetu, mawazo yetu katika mbele za Bwana ili tuweze kupokea jinsi yeye mwenyewe anataka. Tusome katika kitabu cha Yohana 13. Yohana 13 kuanzia mstari wake wa 34, ama niseme kuanzia hapo 33 hadi hapo 35. Na Bwana alibariki jina lake. Hallelujah. Neno la Bwana asema ya kwamba, acha nisome kwa Kiswahili ili tuweze kwenda kwa pamoja. Neno nasema,
hapo 33. Enyi watoto wadogo, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi, mtanitafuta. Na kama vile nilivyowaambia Wayahudi ya kwamba mimi niendako ninyi hamwezi kuja, kadhalika sasa nawaambieni ninyi, amri mpya nawapa, mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Baba, nibariki neno lako. Baba, ninaomba ya kwamba mafuta mabichi Bwana katiririki. Bwana, naomba ukapakulie watoto wako, ukamege mkate wako jinsi utakavyo. Roho Mtakatifu, tuko tayari kulipokea. Bwana, jina lako liinuliwe na liweze kuinuliwa mara tena, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Hii ni wakati Yesu alipokuwa katika ulimwengu huu, na mnajua kwamba aliwaita wale 12 na ila hakuwaita kwa wakati mmoja. Bwana asifiwe sana. Nafurahia Mungu ni kwa sababu Mungu ni wa mpango. Mungu ni wa mpango. Na mpango wa Mungu sio kama mpango wa mwanadamu. Amepanga mambo yake sawia na mapenzi yake. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hata katika maisha yako, dada yangu na ndugu yangu, nataka nikwambie na nikufahamishe kwamba utaishi vile Bwana ameipanga. Amen. Bwana asifiwe sana. Na kwa jinsi hii, wakati Kristo aliingia katika huduma na akawaita wale 12 na akaanza kutembea na wao, akihubiri habari ya ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Mahali popote pale alipotembea, aliinua jina la Bwana juu zaidi, na alitangaza kwamba mapenzi ninayoyafanya sio yangu mimi mwenyewe, bali ni ya yule aliyenituma. Yeyote mnasikia, yeyote mnaona nikitenda, mjulie kwamba sio mimi, bali ni yeye aliyenituma kwenu. Huyo ndio anaongea nanyi, huyo ndio anatenda jinsi mnavyoniona. Kwa hivyo msifanye makosa mkanitukuza mimi, msifanye makosa mkaniona mimi, bali mnaposikia sauti hii mjue kwamba sio ya kwangu, bali ni ya yule aliyenituma. Bwana sio sana. Akaweka mambo wazi ili watu wajue kwamba yeye ni mtumwa wa ufalme wa kuwakilisha ufalme wa Mungu. Haleluya. Hii mambo ikawa kama inakanganya kwa watu wengine, ni kwa sababu kulikuwepo na dini. Haleluya. Na kulikuwa na wasomi, kulikuwa na wanasayansi, kulikuwa na wachawi, kulikuwa na watu tabaka na kabila na lugha zote. Bwana sio sana. Ajabu ni kwamba hii habari ilikuwa imetengewa watu wachache. Amen. Ni Mungu anazungumza, lakini hii habari sio ya watu wote. Kuna wale binafsi Mungu ametumana kwa wao. Amina. Na ndio anamtazama, anamuona Petro. Anamwambia nifuate. Anamtazama Bartimayo, anamwambia nifuate. Na haulizi swali. Ni kwa sababu ni Mungu sasa aliyemuumba, anazungumza naye. Amina. Tayari amenyakuwa roho yake, ameiweka kadri katika mapenzi yake. Kwa hivyo hakungekuwa na maswali. Kuna vitu ninaweza nikatamka wazi kulishuku, na utangulia kujiuliza maswali. Haleluya. Kwa sababu wewe ni mwanadamu. Lakini hiki kilisababisha Petro na akina Yohana wasimuulize Yesu maswali ni nini? Ni kwa sababu ilikuwa ni wakati wao kuunganika katika ufalme. Amen. Hiyo ilikuwa ni nafasi yao, jinsi na wewe Mungu alikuita na hakusita kuja katika ufalme wake. Na ndiposa na hata siku ya leo umeketi mahali ulipo. Vita ni nyingi, majaribu ni mengi, lakini bado umebaki pale Mungu alipokusimamisha. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Alipokuwa akitembea na kuhubiri Injili, alipatana na Wayahudi na akawaambia vile nimesoma hapo mstari wake wa 13. Ujue ya kwamba nyakati hizi ilikuwa ni wakati wa kutamatisha habari ya Injili, kwa sababu tayari
wanafunzi wamefundishwa, wametembea katika ishara na miujiza, wameona pepo zikiondoka. Haleluya! Kwa hivyo wametayarika kabisa ya kwamba ile investment Yesu alituma akuje ainvest ilikuwa sasa ni kupolish. Alikuwa anafanya polishing hapo. Sasa hapa ndio akawatazama akaambia, enyi watoto wadogo. Haleluya! Enyi watoto wadogo, bado kidogo nipo pamoja nanyi, kwa sababu hakuna muda mrefu, hatuna muda mwingi sana nanyi. Sasa mko mkijua mshakoma, mmekomaa. Mlichokihitaji mnacho, mlichotarajia kujua tayari Mungu amefanya. Mumeona nguvu za Mungu, mumeona ishara za Mungu, mumejua neno la Mungu na mumejazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kitambo kidogo tu mtaniona nitakuwa pamoja naye. Bwana asifiwe sana. Mtanitafuta. Ujue ya kwamba hapa Yesu anatabiri mtanitafuta, na kama vile nilivyowaambia Wayahudi ya kwamba mimi niendako ninyi hamwezi kuja, yaani nyinyi hamko tayari na nyinyi hamjahesabiwa katika ufalme ninawakilisha. Kwa hivyo kuna kundi ambao limefungiwa nje na Wayahudi, kwa sababu hawakuja kwa Kristo kwa sababu ya upendo. Walikuja kutafuta jinsi ya kumstaki na kumhukumu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo akawaambia, kwenye mimi ninaenda nawahakikishia kwamba ninyi hamwezi kufika. Haleluya. Mimi niendako ninyi hamwezi kuja. Kadhalika sasa nawaambia ninyi vile niliambia Wayahudi kwenye ninaenda kwa Baba, kwa sababu hawakuamini, hawakuniamini mimi, hawakunichukua kama mtoto wa Mungu, hawakunichukua kama Mesia, ila hawakujua wakati wao wa kutembelewa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hata kama ninawaambia kwamba mimi ndio aliye mnamtarajia, aliyetabiriwa na Isaia na kina Yeremia, ni mimi, hamukuweza kusadiki, hamukuweza kuamini. Kwa hivyo kwenye ninaenda, kwa sababu safari yangu inafika kikomo, naambia ninyi hamwezi kuja huko, kwa sababu mimi ndiye njia, mimi ndiye kweli na mimi ndiye uzima. Haleluya. Unajua kuna mifungo ingine Yesu alikuwa anazungumza, ijapokuwa Roho Mtakatifu tu akupende ungeweza kumwelewa. Sasa hapa anazungumzia wanafunzi, anawaambia amri mpya nawapa. Amri mpendane. Nataka nikuulize tu my brother, hii amri ilikuwa ni mpya? Ilikuwa mpya? Ilikuwa mpya? Kwa hivyo Yesu hapa anajekelea maneno, kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane hivyo vivyo hivyo. Kwa hivyo ile ule upendo ulizungumziwa na mtu anaitwa Moses, ya kwamba mpende Mungu wako na nini. Hakuna mtu anajua? Si kuna sheria, amri zile 10 Musa alipewa na Mungu, si ndio? Watu wa Mungu. Haleluya. Penda Mungu wako na moyo wako na nguvu zako na nafsi yako yote. Haleluya. Huyu Musa alipewa wakati alienda mlimani, alipoitwa pale Sinai. Haya ndio yale maneno alipewa na Mungu. Akaambiwa, enda kuwapatie watoto wangu wakatimize, wakafuatilie sheria zangu.
hawakuweza, maana hawakuelewa na hakuwa na mfano. Sema mfano. Hakukuwa na mfano ambao wangeweza kuutazama waweze kuelewa. Hawakuelewa kwa sababu walikuwa wanadamu. Lakini Yesu yeye mwenyewe amekuja katika mwili wa kibinadamu. Kwa hivyo yeye amekuja kama sample ya ule upendo Mungu alizungumza na Musa kumhusu. Anakuja kwa Yesu. Yeye tayari amekuja kama huo upendo. Na ndio maana anasema pale Yohana 3:16. Sema gani? What? Kwa jinsi imalizia. Mimi napenda watu wanaongea. Kwa jinsi hii Amen. Clap for yourself. I say you clap for yourself. Ni kwa sababu sasa hapo kuna max. Nimenote. Hiyo mnafahamu. Sasa ni hapo. Kwa jinsi hii Mungu aliupenda. Sasa underline aliupenda. Sasa huo upendo ndiye huyu Yesu amekuja na mfano wa upendo mkamilifu. Yule Mungu alimwandikia pale Musa kwa zile amri 10. Yeye amekuja kama mfano. Na amekuja akiwa huo upendo. Na ndio maana nasema hapa amri mpya na wapa, kwa sababu hii ni mpya, haijaonekana. Kwa sababu hakukuwa na mfano mwingine wa kuiga. Bwana sio sana. Sasa hivi tunawita ama tunawaita watumishi wa Mungu. Je, imagine sasa mngekuwa mnasikia sauti ambayo hamuoni anayenena. Hata sisi tungekuwa kama wale wa Israeli. Lakini sasa Mungu akatumia mbinu nyingine. Ambao sasa yeye kwa sababu ndiye aliumba huyu mwanadamu kwa sura yake, ameumba mwanadamu mwingine ambaye ni mwanadamu na pia yeye ni Mungu. Ameziunganisha zote mbili. Ndio ndiposa mwanadamu huyu ambaye sasa alitoka katika njia zangu aweze kunifahamu na kunijua. Haleluya. Aweze kuniona, aweze kunikaribia, aweze kunikubatia, aweze kutembea nami, ale nami. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Sasa Yesu amekuja kama huu upendo na akakuja na mwili wa kibinadamu. So hapa Yesu akizungumza kwamba amri mpya ninawaachia, anatambua kwamba yeye mwenyewe ni Mungu. Na ni mshahidi ya kwamba sheria ya kupenda Mungu na kupenda mwanadamu ama kupenda jirani yako tayari iliachiwa karne kadhaa zilikuwa zimepita. Kwa hivyo anaposema hapa ni kwamba amri mpya nawapa. Na usisahau ya kwamba hao ameketi na wao kwa miaka 3 tayari ishapita. Kwa hivyo wamemjua, wamemuona, wanajua kwamba anachokisema sisi tumekigusa. Tumeshiriki upendo pamoja na yeye. Haleluya. Kwa hivyo wako na crew. Wako na njia, wanayo mawazo kwamba anaposema upendo tunajua kwa sababu yeye ndiye mfano. Wanasema amina. Unajua wale wanafunzi walikuwa tu wanadamu kama sisi. Kuna wale walikuwa wanataka favoritism. Kuna wale walikuwa wanataka kipelebele. Kuna wale walikuwa wanataka uongozi. So sasa walikuwa na hiyo hope ya kwamba atakapoondoka mimi ndio nitakaliyopitia. Haleluya. Unaweza sana. Ama haikuwepo. Ndio maana wanauliza maswali kisirisiri. Na nikuulize bwana mkubwa, inawezekana mimi utakapoenda nikae pande ya kushoto na pande ya kulia katika ufalme wako? That person was looking for favoritism. Yesu akatazama akaona wengine wanafuatilia tu ni mbaruki wachukue ushuka. Yesu akawaambia utakapotaka kuwa mkubwa, utakapotaka fanya nini? Jiinue sana, si ndio?
Uwe mdogo sana utumikie wale wengine. Ni kwa nini? Ni kwa sababu yeye amekuja akiwa mfano. Bwana asifiwe sana. Na ninafurahishwa na Mungu ni kwa sababu yeye tangu mwanzo hajabadilika, na hata leo hatabadilika, na hata kesho hatabadilika. Haleluya. Kwa hivyo formula yake ni moja. Formula ya Mungu ni moja. Nakwambia hata tukihubiri leo na hata na kesho na hata miaka ingine, hatutatoka ndani ya upendo. Tutahubiri upendo leo, tutahubiri upendo jioni, kesho kutwa, kwa sababu Mungu ni upendo. Lakini jinsi ya kutambua upendo ndio unayo nini? Kuna tofauti. Kuna sasa. Ni kwa sababu ninaposema kwamba ninakupenda, ndio hayo maneno. Lakini zaidi ya hiyo, nisiposema nakupenda na mimi nichukue mzigo wa shida zako nijitwike. Nataka niulize, mfano wa kwanza na wa pili ni ugani na usemi mkubwa katika upendo? Yule bwana chukua mzigo wako na anajitwika, na mwenye anasema hey, my sister I love you. Hata Mungu anajua nakupenda. My brother, I love you. Even Satan knows I love you. But I do nothing according to your promise. Love mimi natazama ndugu, ninaona ndugu anapitia changamoto, anapitia hali, naingia katika hali, naingia katika changamoto zake. Hawa wawili nani ana mfano wa upendo? Mwenye anaingia katika hali za huyo mwingine. Na ndio maana Yesu amekuja, ni kwa sababu nafasi ya Mungu katika mwanadamu tayari Shetani alikuwa ameipokonywa. Sasa ameingia katika shida za mwanadamu, anataka kuchukua nafasi ili arekebishe mwanadamu ama arudishe mwanadamu katika nafasi yake. Ndio maana anasema mpendane kwa jinsi hii. Mpendane kwa jinsi. Hey, hallelujah. Amen. Unajua ni vizuri sana kusoma neno na kulielewa. Yaani hii amri mpya, mpendane kama vile nilivyowapenda. So this is the standard. This is the canon of the love. Hii ndio kipimo. Si ndio? Niulize, ukisoma na A plus, hakuna A plus ndio, lakini kuna A minus, B plus hadi ngapi wanakamata hii? Tafadhali tuseme ukweli, wangapi wanakamata? Washakamata kama ni kwa subject si overall, lakini ukajipata mathematics E. Lakini some other subjects umefanya vizuri, kuna ka D plus, kuna ka C, hata kuna ka B. Anajua na matokeo kama hayo. Lazima sana. Sasa ni kwa nini kuna hizi zote? Hii ni jinsi ya kupima mtu amefika kiwango gani. Huyu ambaye amekamata E kwa hii subject kutoka nyuma ndio ameongoza. Lakini katika the same subject kuna mtu akona alama ya E. So between yule wa A na wa E walifanya the same subject, walifundishwa na the same teacher, alitumia the same duration of time kuwafundisha, but the results zinaongea vingine. Hallelujah. So ndio tuelewe ule upendo ama jinsi vile Mungu anataka upendo wa ufalme wake ule, tunachukua Yesu mwenyewe kama mfano. Tunaweka mbele zetu, tunasimama naye. Unajipima. Hebu kama brother.
Nikisimama hapa mimi ni mrefu kuliko, si ndio? Lakini sasa kuna vitu tunafananisha, si ndio? Kama hamtuoni? Hebu angalia vizuri. Nene kingine natuonea, hatuna kitabii kingine yele kuna mnajaribu kuona kingine mwili. Sisi wote ni wanaume. Fact. Wewe kubwa, wewe baba. Mwanaume yeye wa kitu cha pili. Sisi wale. Sio? Na tuna tabia furafura. Sio? Lakini ukiangalia miaka yake na miaka yangu, naweza mwita mtoto. Sio? Bwana sio sana. Lakini sasa tukiweka hizi vitu hapa, hizo zote nimetaja, kuna zile tofauti tayari zitapatikana kati yangu na yeye. Haleluya. Sijui kama tunaelewana. Sasa hizo tofauti hakuna mtu anaweza kuziunganisha. Mimi siwezi fanana na yeye, na yeye hawezi fanana na mimi. Yeye hawezi kuwa umri wangu na mimi siwezi kuwa umri wake. Hata ingawa sisi ni wana. Lakini sasa tukiingia katika habari ya upendo, nataka tuingie hapo. Hata yeye kama ni mdogo kuliko na mimi ni mzee kuliko, tunafaa kutoshana katika kimo cha kupendana. Are we together? Tunatoshana hapo katika kupendana. Kwa sababu sisi wote tunajipima na nani? Na Kristo. Ndiye sample ile ambayo tunafuata. Haleluya. Magoti yangu inatoshana na Kristo. Kuongea kwangu kunafanana kwa Kristo. Tabia yangu inafanana na Kristo. Haleluya. Kuomba kwangu kunafanana na kwa Kristo. Kupenda Mungu kunafanana na kwa Kristo. Nafaa kujifananisha na yeye. Bwana sana. Na kila mmoja wetu, hiyo ndio ile itafanya wewe ukubaliki katika ufalme ama wewe ufungiwe. Bwana sana. Hallelujah. Thank you Jesus. Bwana sana. Yesu ameacha vitu. Yesu ameacha kiti chake cha ufalme. Yesu ameacha mambo makubwa. Ni kwa ajili ya nani? Kwa ajili yako. Bwana sana. Nataka tuweze kuvunja haya maneno sasa, ili tuweze kuangalia ni wapi na wapi tunaweza kurekebisha, na ni wapi na wapi tunatarajiwa kuunganisha, na ni wapi na wapi tunafaa kuangalia, ili huo upendo uonekane ya kwamba uko ndani ya yule mtoto wa miaka 2 na yule mzee wa miaka 100. Haleluya. Kwa sababu Yesu hakufa miguu akawacha kifua. Alienda kwa msalaba akiwa mzee. Enda nami katika kitabu cha Philippians, wa Filipi, kitabu cha Wafilipi, ili tuweze kufafanua na kuweza kujua kwamba ni nini hiki Mungu anazungumza akiita upendo. Tuko hapa. Philippians chapter 2 tutasoma kuanzia hapo mwanzo, ndio sasa tuweze kujitazama na kila mmoja wetu aweze kujiona. Philippians chapter 2 from verse 1. Tutaenda tukisoma sababu mchungaji amesema hatuna haraka, si ndio? Ni vizuri tuweze kwenda kwa taratibu. Nasoma. Basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi,
ukiwako ushirika wowote wa Roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu, ili muwe na nia moja, wenye mapenzi moja, wenye roho moja, mkilia mamoja. Msitende neno lolote kwa kushindana wala majivuno, bali unyenyekevu. Kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kila jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Haleluya. Hii ndiyo picha kamili. Haleluya. When we speak of love, when we talk of love, this is the real picture of what is love. And this is the true picture that every one of us need to follow. Amen. Amen. Ni kwa sababu Yesu mwenyewe ni Mungu. Amina. Amina. Lakini akiwa Mungu hakuna nafasi yake kama yeye ni bora ama yeye anafanana na baba yake. Yes. Akaiachilia. Yes. Akachukua mwili wa mtumwa. Yes. Akachukua kitu ambacho sio kitu. Yes. Sasa sema hivi. Yes. It's like now umeacha Paris. Yes. Umeacha kila kitu Paris. Yes. Umeacha. Yes. Umechoose. Yes. Sijui ni wapi huko. Korogocho. Hata Korogocho ni kuzuri. Madhari, I don't know. Kibira, I don't know. Lakini kwenye ako status za huku na huko, you cannot compare. And yet anafanya hivyo ni kwa ajili ya wenyeji wa ule mji. Amen. So amekuja chini ya yule anakuja kukomboa. Amen. Amejinyenyekesha hata chini ya yule mtu, yule mwanadamu. Yes. Alijua he is God. Yes. Alijua ako na nguvu. Yes. Ako na uwezo na mamlaka. Yes. Lakini hakuipatia nafasi ili jina la Bwana aliyemtuma liweze kutukuka. Amen. Na aweze kununua hawa wanadamu. Amen. Awalegeze kwa Baba. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana anasifiwe sana. Amina. Sijui ni nani anaweza akafanya kitendo kama hicho. Sema siku ya leo. Mwana hapo kuna kagari kazuri sana. Bwana bariki mmoja yule. Amen. Sema leo pastor. Naongea tu. Sasa naongea tu. Sasa mimi nimeamua kukupatia all my properties for free. I don't know. Kama unaweza kuwa na wanadamu na ni mali ya dunia.
Nataka uone ya kwamba gharama Yesu aliyoienda kwa ajili yako wewe mwenyewe ni gharama ya hali ya juu sana, ya kwamba hakukupatikana mbele hiyo na hata nyuma hiyo gharama kama hii iliyoendwa na Mungu. Na papo na hapo maisha ya mtu ikabadilika na ikanyakuliwa, kwa sababu Yesu hakuacha wanadamu, alienda na yeye na akapaa na yeye. Na hata siku ya leo neno linatuambia kwamba we are seated together with Christ in heavenly places. Amen. Unaweza jiona kwa hapa umeruka itasema, unaona mimi napambana na hii economy ya Kasongo. Wachana na mambo na Kasongo, my friend. Wachana na hii economy, wachana nayo. Don't be deceived by the enemy ya kwamba wewe ni Mkenya. You are not. You are not a Kenyan citizen. Because the word proves you that we are sojourners. Sisi ni wapita njia na wageni. Sasa wewe utakuaje mwenyeji? Hallelujah. We must follow the sample that is ahead of us, so that we walk in the way of God. Ndio tuweze kutekeleza mapenzi ya Bwana. Bwana sana. We have to accept that he did all was possible for him. Because of you. Ndio urudishwe mahali pako. Hallelujah. Na nafurahishwa na Mungu sana kwa sababu ukisoma pale anasema basi ikiwa faraja yote katika Kristo. Imagine. Ikiwa faraja yote. Na nakwambia kama uweze kupata faraja kwa Kristo, my brother, my sister, you can get it nowhere else. Amen. Kwa sababu faraja ya Kristo haina majuto. Amen. Hallelujah. Amina. Faraja ya Kristo haina ghadhabu. Amen. Anakupatia na ni ya kiungu na anapea watoto. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Yakiwemo matulizo yoyote ya mapenzi. Kwa hivyo hizi ndio hatua. This is a character like of Christ. Ndio nataka tuweze kumwiga. Yes. Hallelujah. Matulizo yoyote ya mapenzi. Kwa hivyo wakati kuna shida, kuna mambo ambayo imeleta mwinuko katika maisha, unafaa kutuliza kwa upendo. Amen. Unafaa kutuliza kwa upendo. Amina. Nikukemee kwa upendo. Yes. Nikwambie my brother, ninakupenda. Yes. Na Kristo anakupenda. Amina. Kasoro ninaona shetani anataka kuonyesha mguu wako. Na hataweza, kwa sababu tunashikana mkono na wewe. Tukemee huyo shetani na aondoke katika maisha. Amen. Hallelujah. Nimekemea kwa upendo na nimerekebisha kwa upendo. Amen. Hallelujah. Ila sijajiona kwamba mimi nafaa, I'm righteous. Amen. Kwa nini ufanye vitu kama hizo? Kwa nini mzee mwenzangu ufanye tabia kama hujaona wewe unafanana naye? Hallelujah. Kama kuna matulizo ni kweli ya upendo. This is the things ukiweka ushirika wote wa roho. Amen. Nataka tuandamane vizuri. Yes. Ni kwa sababu hii haiwezekani kama roho hayuko. Nguvu zetu, msaada wetu uko ndani ya nani? Ndani ya Roho Mtakatifu. Yeye ndio msaidizi wetu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ndio analeta ushirika. Hata kama dadangu, ndugu yangu, una mambo ambayo inafanya roho yangu isikie ni kama sitaweza kushikana na wewe, lakini Roho anapoingia anaondoa hiyo hali. Sasa sikutazami kwa udhaifu wako, bali nakutazama kwa wewe ni nani katika ufalme. Amen. Hallelujah. When I recognize you as one of my brothers, one of my sisters, despite the challenges, despite whatever you are undergoing, I'll never despise you. Hakuna siku nitakuchukia. My sister, hakuna siku kimya yangu itaongea mabaya kuhusu. Hallelujah. Hata kama shetani anataka kuprove
hiyo mambo unapitia ni ya kwake. I will not accept it. Bali ni katika ushirika wa Roho Mtakatifu na katika upendo nitaweza kutuliza ndugu yangu. Haleluya. Najua kwamba katika kanisa hakukosi watu wa vituko. Hakujakosa watu ambao wana masengenyo, wana tabia hasira, wana tabia bovu. Lakini jua ya kwamba hata na hawa wakati Yesu alikuwa anawaita, alijua ni wadhaifu na ni vilema. Unaona banya huko mrembo? Huku jiumba. Unaona sasa wewe umemjua Mungu? Ni neema. Ni kupendwa. Jua ya kwamba hata huyo mwingine Roho Mtakatifu hajashindwa na yeye. Roho Mtakatifu amekuvumilia sana wewe ili ufike mahali umefika. Ameinvest sana katika maisha yako, hata kukuongelesha katika ndoto na maono na kukuonya na kukurekebisha. Ndio ukue vile ulivyo. Kwa hivyo hajafanya hivyo akufungue macho ya kutazama na kuona makosa ya wenzio na kuanza kuwatangaza. Bwana asifiwe sana. Utakapo unafanya hivyo utakuwa unafanya kazi ya ukuitiwa. Bali ulitiwa ukusanye. Utulize kwa upendo. Katika ushirika wa Roho Mtakatifu. Sema amina hiyo na nguvu. Haleluya. Ni kwa sababu inapendeza Mungu huyo ambaye ni kilema siku moja atembee akisema isipokuwa ni Yesu mahali nimefika singefika. Na hiyo italetea nani? Mungu tukufu. Haleluya. Lakini imagine mimi peke yangu nataka nibaki peke yangu. Nibaki peke yangu na Yesu amesema kwamba nyumba ni nyingi kula na kwenda. Haleluya. Kwa hivyo zimehesabiwa hata wengine wako nje hawatakuja. Kwa hivyo kuna kibarua na kuna kazi kubwa sana na tugoje. Ili sisi wote tukubariki kwa nafasi ya kwenda Yerusalemu. Ili hali hapa nimeanza kuengoo na kukwazwa na dada yangu na ndugu yangu. Nimeanza kumhukumu na kumwona ya kwamba huyu ni kama hakuitwa na Mungu, ni kama aliitwa na jirani yake. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yesu yeye alitoa gharama kwa huyo mtu unaona mdhaifu sana. Huyo mtu ambaye bado unaona hajaiva. Na kuhakikishia siku moja. Na nakwambia siku moja. Huyo ambaye unaona amedhaurika sana. Huyo Mungu atamwezidisha sana. Na utasema ya kwamba kuna Mungu anayeweza kutenda na kutengeneza. Bwana Yesu. Nani anafikiria kwamba mwizi atabadilika kuwa mtumishi wa Mungu? Mwizi. Na tuna watumishi wakubwa sana. Mungu amepata na amepea neema kubwa sana. Lakini mwanzo wao ilikuwa mbaya sana. Wengine walikuwa makahaba. Wengine walikuwa ni wachawi, wengine ni waganga, wengine ni waizi, wengine waliua. Lakini haya yote Yesu akaweka kando. Ni kwa sababu alijua hiyo kazi walifanya sio kupenda kwao. Ni adui. Kwa hivyo nitahukumu adui, bali mimi nitimize kazi yangu. Kama Yesu alifanya hivyo, my brother, my sister, who are you? Wewe ni nani? Umuonee ndugu yako, dada yako kinyongo, uone hafai, uone hatoshi. Amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Lazima tuchukue mfano wa Kristo. Lazima katika kufikiria kwetu, katika matamshi yetu, katika matendo yetu, jua ya kwamba vile yeye alidhulumiwa na vile yeye alipitishiwa, kuna hiyo hali ya kupitishiwa kwa kila mmoja wetu. Bwana asifiwe sana. Lakini ujue ya kwamba jinsi alishinda kwa vishindo, hivyo ndivyo na wewe unaenda kushinda. Hakuna jaribio ambalo litakushinda
Ni kwa sababu ndani yako Mungu amewekeza nguvu yake, amewekeza neno lake, amewekeza Roho wake Mtakatifu, ako pamoja na wewe. Hata huyo unaona mdogo sana, haleluya, hata huyo unaona hajui kufunga huyo, my sister, my brother, wachana na hiyo kazi. Wacha kabisa, fanya kazi ya Mungu. Wacha kuleta utengano, wacha kuleta vurugu, wacha kuleta mwinuko, wacha kuwa wewe ndiye watchman wa kanisa. Haleluya. Ulipewa kibarua na nani? Ya kwamba wewe kazi yako ni kutazama na kuona makosa na kuweka na kutangaza. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hiyo lazima ikuachilie, hiyo lazima itoke. Nasema leo lazima itoke, nasema leo lazima ikuachilie. Lazima usimame mahali pako, mahali Kristo anataka usimame, lazima wewe usimame pale. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Enda na njia za Kristo, wacha kufuata njia za mkato. Haleluya. Yesu ametosha, ana kila kitu unachokihitaji. Bwana asifiwe sana. Wacha kutumia mawazo ya zamani, wacha kutumia picha ya kale, wacha na nayo. Haleluya. Kisha akasema, forget the former things, for I'm going to do a new thing. See, I'm doing a new thing. Haleluya. Wacha kukaa kwa mawazo ya kale. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu tayari wewe mahali umeketishwa, wewe ni mtoto wa ufalme. Amina. Msaada wako kutoka mbinguni. Amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo tunapozungumza, tunapotembea kwa pamoja, usinione kwa picha nyingine, nisikuone kwa picha nyingine, nikuone kama wewe ni ndugu yangu anataka wachana. Hatuachani my brother, hatuachani, hatuachani. Lazima tufike kwa Baba. Haleluya. Lazima tufike mbinguni. Hatuachani. I'm telling you. Afanye vituko, jaribu njia zote, hataweza. Ni kwa sababu tuna msaidizi wetu ambaye ni Roho Mtakatifu, anayeona katika siri, ambaye anaona na uweza wa kusaidia kila mtoto wa ufalme. Hatukuachi my sister. Hata ukikosa kukuja Sunday, tutamtembelea kwako nyumbani. Hata ukisikia hali ni kama zimekuangukia, my brother, tutakuja kwako. Tutakufuata. Hatuachilia hata mmoja. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu tumetambua kwamba kuna nafasi yako na haiwezi kusimama na mwingine. There's no room for exit. Hakuna kuleta kutoka hii group. Hakuna. Sema vizuri. Hakuna kuleta. Haleluya. Kama ulikuwa na mawazo na hiyo, nimesema hakuna. We are here to stay. We are here to stay. Bwana asifiwe sana. This is the character of Christ. And this is the mode that we are supposed to follow. Amen. Yeah, my sister. Amen. Akakinuka, kakula kama mandazi, kaambie na kupuliza katika jina la Yesu. Haleluya. Mwambie wewe fura tu, lakini wewe, mimi natomboa hiyo fura yako. Hapa utomboi ngo. Bwana asifiwe sana. Nikupatie na mfano. Siku moja katika ujana wangu, ukawa kuna roho ambayo ilinifuata. Na hiyo roho nilikuwa ninaisikia kama inakuja kama huiwile. Hivyo nikisikia hivyo, nakwambia my brother, hata kama tulikuwa na yeye, the next minute niko chini, nimeanguka ghafla. Na hata mkono, hata sauti haiwezi katoka. Najaribu kukuita. Najaribu kukuita sababu bado mawazo yangu inakumbuka tulikuwa na wewe. Lakini sauti haizi. Hata nikijaribu kukuguza wakati sianguke, wewe ushaenda. Sasa mimi naomba chini hivi sasa.
na ndani yangu Roho Mtakatifu nasikia ameanza anarebuke. So, I rebuke in the name of Jesus. I rebuke in the name of Jesus. I rebuke in the name of Jesus. Bwana Yesu sana. Nataka nikutie moyo nikwambie katika hizo roho na shida, hauko peke yako. Amen. Imagine uko kwa floor. Niko chini. Roho Mtakatifu anakemea. So hii kikitu na ushaona wale watu wa restaurant. Tunaona ile mtu amenyongwa lakini amepewa nafasi ya kugonga mtu na kaeli. Anagonga kitu kina. Hivyo sasa ndio nilikuwa ninaona hiyo roho inagongwa. Lakini inaponiacha, imeniacha nimekwisha. Lakini nianza kuregain pole pole. Napiga magoti tu hapo, namwambia Mungu ni asante. Sasa wewe ulikuwa umeenda. Tunashinda huko mtu wa kibaba. Kwa maana kwa unaona huyu mtu wa kibaba. Ama akona dukuduku zake. Na ni ndugu yake. Asa ni nini bro? Nina shida. Kwa sababu napata nguvu. Ikanipata mara ya pili. Ikanipata mara ya tatu. So the moment ilishika mara ya tatu, nikaiambia hata kama umekuja, jua utaenda. Hata kama umekuja, jua lazima uende. Sing'ang'ani na wewe. Sing'ang'ani na wewe. Lazima uende. Na since that time, mpaka siku ya leo, hiyo roho ilienda. So what does that tell you? Inakwambia most of the things ambazo zinatufinyilia, ambazo zinatufunga, ni kwamba shetani anajua we've not come to realization of who we are and the power and authority that is on us. Bado hatujajua. Unaona uko kwako, tumepata wengine tunakulikiana, tunacheza na maana kanajua kakapewa, bado hujajijua. Utakapojifahamu na kujijua, hazitaweza kuingia kwako, hazitakaa kwa nyumba yako. Lakini kwa sababu bado mimi mama John tu najua hii mambo tu ni pastor anatuletea definitely tu unaweza na hii maneno definitely ndio anaobaga hiyo maombi. Huyu roho anaweza sikia labda nipeleke hilo kwa nani. What is this? But my sister, my brother, imagine at that particular time ungalijua umwite Kristo kwa sababu ako ndani yako. Hallelujah. Ungeona miujiza, ungeona makubwa. Tazama uone wale 12 wako katika bahari. Yesu ameenda na zake, amelala. Sasa wanajiona ndio hiyo mawimbi, msema Petro na Yohana na Petro na Yakobo, ulionaje? Uliona wenye kulienda, uliona wenye wanaanza kusubiriana hapa. Mara tu kidogo shetani akasema, okay, mtajua hamjui. Akakuja akiwa upepo na dhoruba. Akasema, shikilia hii, shikilia hapo. Hii ikienda kwa maji sisi wote tunai. Lakini sasa Petro akakumbuka, ni kwa nini ninajisumbua katika hali hii na tuna Mwokozi. Tuko na yeye tahajari ya kwamba kuna msumbuko na kuna ngurumo. Ajari yeye amestareheka, ametulia. Hallelujah. Anangoja tu mwambie mwalimu, kumeruka, kumeharibika tu, fanya kitu. Akaamka, hold your peace. Amen. Hold your peace. Amen. Yule kimlima kikaruka, ikatulia, wakastaajabu. What kind of man is this? Amen. I want to let you know that kind of man is not in heaven. That kind of man, he is seated with you right
now wherever you are. It is only if not asking. You don't give any permission. Hebu mpatie ruhusa. Mwambie na nimekuwa na hii issue ya kukasirika. Hebu deal na hiyo hasira. Nimekuwa na mehemehe mingi na mshera mingi, na kupea ruhusa. Yeye mtakupatia ruhusa, deal na hiyo kitu. Uone venye atashughulikiwa. Haleluya. Nimekuwa msoto, nimejaribu kwa biashara, na kupatia nafasi. Uone venye Mungu atakutendea. Haleluya. Bwana sana. Kama bahari ilitulia, nataka nikwambie ya kwamba huyo aliyetuliza hiyo bahari ndiye alikuita na ako pamoja na wewe. Kwa hivyo sisi ndio tunaachilia hali zitusumbue. Sisi ndio tunapatia shetani nafasi. Anambia acha kupumzika kwa kochi, na kupatia nafasi ya tu petrol. Ujistretch yourself. Ukisikia unataka kutoka, utoke, lakini usiniguze. Hallelujah. But if only ungerealize ya kwamba huyu Yesu aliyekuwa, leo nasema kwamba ndiye jana, amebadilika. Na ni kwa nini sasa tunabebana mizigo zingine za kishetani, zingine za ukoo, zingine tunang'ang'ana nazo? Ni kwa sababu hatujawahi kufahamu na kujua ya kwamba yeye ako pamoja na sisi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ukiwako ushirika wowote wa roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, hizi ni vitu zile unafaa kuwa nazo. Bwana asifiwe sana. Ukuwe na wingi wa upendo, ukuwe na wingi wa rehema, ukuwe na wingi wa neema. Hizi tunazipata hapa duniani. Siko tu na Yesu. Na bado hujapitisha, umemwambia tu wewe Yesu ni bebetu. Weka tu nazo. Wacha reverend apepake. Tukihitaji tutakimbia kwa reverend. Haleluya. Wewe Mungu akubariki. Neema iongezeke, na mafuta iongezeke, na nguvu iongezeke. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Lakini ni sisi tunazungumziwa vile tunafaa kukaa kama watoto wa familia ya Kristo Yesu, kwa sababu yeye ndiye kichwa la kanisa na sisi ndio kanisa. Bwana tukufu sana. Haleluya. Ijazilieni furaha yangu ili muwe na nia moja. Hebu sikia. Wewe usitembee kwa nia yako na mimi nitembee kwa nia yangu, bali nitembee katika nia ile Kristo aliyekuwa nayo, ya kwamba Mungu atukuke, Kristo atukuzwe. Haleluya. Mimi nisionekane, bali Kristo aliye ndani yangu apate kutukuka na kuonekana. Tukuwe na hiyo nia wakati tunahudumiana, wakati tunatukuza Mungu, wakati tunatoa mali zetu, wakati tunatoa wakati wetu, ikuwe tuko na nia moja. Haleluya. Tusigawanyike. Haleluya. Tusigawanyike. Na ujue ya kwamba Mungu akipeana hii neno, jua ya kwamba anatambua na kujua kuna kitu inaitwa wote separation ama division. Hata kwa kanisa la Korinto ilikuwepo. Wengine wakasema mimi ni wa Paulo na mimi ni wa Paulo. Basi sana. Wengine wakasema sisi ni wa Basi sana. Kwa hivyo tukuwe na nia moja. Maana tukikuwa na nia moja na nia yetu iko imeshikamana na nia wachungaji, watumishi wa Mungu, ni kwamba hii kazi haitawahi rudi nyuma, haitawahi kuwa na limitation. Hii kazi haitakuwa na kiwango imeelekewa na shetani, maana hakuna nafasi yake. Nia ni moja. Tunaungana na nia ya mtumishi wa Mungu Reverend Alex. Tuko nyuma yake. Hiyo nia Mungu alipatia, ndio nia yangu, ndio nia yako. Haleluya. Yule Kristo anahubiri, huyo ndio yule Kristo na mimi nitakufuata na kutumikia. Bwana asifiwe sana. Iwe nia moja ya upendo, ya ushirika, ya kuhurumiana, ya kusameheana. Usibebe mwenzako.
Usimpende, wachana naye. Haleluya. Wacha kupenda ndugu yako. Hata kama kuna makosa yamepatikana, kumbuka ya kwamba ninasema sio yeye. Hebu sema sio yeye alikukosea. Sema kwa nguvu, sio yeye alikukosea. Sasa unamuuliza nini? Sio yeye alikukosea na sio yeye anakutafuta. Hata kama ametumia mdomo yake, jua ya kwamba sio dada yako. Don't condemn. Usihukumu. Maana ukihukumu hata na wewe sometimes jikana kwa kiatu hiyo mtu ujiulizake, ingekuwa ni mimi ningetaka nifanywe na nani? You know, always when you put yourself in the shoes of that person, you will not be able to condemn that person. By the way, huyo mtu utapenda sana. Siku moja tukawa na marafiki kutoka South Korea, wakakuja kututembelea kanisani, a family. Na this family wakatupatia kisa moja na wanataka wapatie. Akatambia kukakuwa kuna mshirika mzuri sana ambaye amekuwa very loyal to them. Na Mungu amembariki. So siku moja akasema, hao watumishi wa Mungu nataka kuwapeleka outing. Hallelujah. Nataka tulizane hapa. Nani ashapeleka mama outing? Nani ashapeleka dad out? Ama ni yangu. Wacha nijiburudishe peke yangu. Kuna sasa nini watoto nini? Watoto mwamke. Sasa hawa huyu mshiriki akasikia, no, I want to treat my parents the very best. So akabook a 7-star hotel. Akabook safari yao kwenda. Na kwa sababu huyu mchungaji hobi yake moja ilikuwa ni kuogelea. Hallelujah. Ni kutembea kwa maji na nini? Na boat. Ile wacha ile speedboat ile ya unaona ile nafanya hivi. Ile ya mwiko. Sasa akatafuta the best boat. Akamwambia nafasi ni yenu. Jipe raha. Na yeye akachukua yake na mke wake na watoto waka. Lakini sijui nini kilienda. Kikazunguka kikaenda. Ile boat ya mchungaji na mke wake kakameza maji. Sasa mchungaji Alex anajua. Lakini mama yeye amezoea ile akarai. Sasa amejipata ndani ya maji, sana kumeza maji. Ajabu ni kwamba ile kitu ikamfunika, so iko juu yake. Hii kanu iko juu, ako hapa chini. So kijaribu atakutoka, hawezi toka, ako hapa chini, lazima aende. Bwana sio sana. Imagine. Ilikuwa ni nzuri sana. Lakini sasa shetani amebadilisha. Sasa akiwa hapa ameanza kutembea na shetani. Tazama uone. Washirika wako wanasema nakupenda. Alikuleta hapa wakuue. Ilikuwa ni mpango. Sasa wakati mzee amefika kule kando akasema sioni mke wangu. Sioni. Kama mtu kwa maji tu. Akasukuma hiyo boat mama. Baba akaanza akamshika mkono. Akamshika mkono amsukuma mpaka kando akamfinya tumbo maji katoka. Mama ile hasira ako naye.
Mama ile hasira ako nayo ni Mungu tu ashuke amtulize. Maana hakuna vile tunaweza kuletwa hapa kama hakukuwa na mpango. Kulikuwa na mpango tumalize. Mchukue huduma. I'm telling you. The other couple wakati iliona wakastuka, wakaanza kulia, sababu hawajui sasa watahukumiwa kwa kiwango kipi. Hajui yao iko safe, lakini ya level sema ndio imeletwa shida. Mama amesukumwa na shetani, amesukumwa. Lakini mzee anamwambia, never mind. It was just a slight accident. Wewe unasema slight accident. Unajua ningekuvia hapo ndani ya maji. Ni kama alikundika nini nikupe ubaki ama uko na mpango kutafuta kakine. Haleluya. Bwana Yesu sana. Mama amefura tu. Mama amefura. Mzee anajaribu kuongea machozi tu yanatiririka. Chozi yanatiririka. Wale wengine wameshika mikono wanaomba tu. Sasa Roho akashuka. Ambia usipo shika wale watoto wakubatii kwa dakika hii, hiyo kifo ilikuwa inakutafuta inaelekea kwao. You getting something? Hiyo mauti ilikuwa imepangwa itaenda kwao, kwa sababu usipowasamehe shetani ako na legal ground ya kuwaua, kwa sababu already wameanza kujikodemu. You understand? Wameanza kujikodemu kwa sababu ya kitendo ambacho kimetendeka. Bwana sio sana. Lakini alipowakubatia, and they know my son and my daughter, I love you so much. I love you so much. Wakalia. I will never think that you hurted me. You would not. And actually, this agenda was not yours. I know who was planning this. It's not you. It is the devil. It is the enemy. It is not you. Don't condemn yourself. My brother and the Lord bless you. Huyo mwanaume na huyo binti wakapata nguvu, wakahubiri Injili. Lakini vita kabaki kwa mama. Sema, no one other time. Even my sweetheart akiniambia nipeleke, mimi sitawahi peleka. Wacha peleka patana leo janga. Never. I so dead myself. I was dead. Never accompany you again. Mtakatifu akarudi kwake. If you don't do so, what if the enemy brings another that will take your husband to do the hobbing? Hallelujah. Umekataa nafasi yako, shetani ataleta. So meaning the target was kugonga mchungaji, kutawanya kondoo. Hiyo ndio nataka uone ya kwamba unaweza kuwa na nia mzuri ya kufanya kitu, lakini ujue adui hakuna siku hata moja anafurahishwa wakati mtu wa Mungu anatenda mema. That is the point. You understand? Inaweza kuwa nimepanga leo kwenda kutembelea my brother na familia yake. Shetani ajui mpango, aweke maneno kwa mdomo yake ili mimi nisitimishe mapenzi ya Mungu katika maisha yote, ndugu yangu. So of course, kwa sababu ni kama kunikejeli, sitaweza kuwa na ile hali ya kwenda kumtembelea. Lakini kama nitatambua ya kwamba ni adui si ndugu yangu, I'll still go and visit my brother. Hallelujah. These are the things ambazo sisi wenyewe kama Wakristo tunafaa kuwa makini sana na kuangalia na kutazama. You know the language of the enemy.
You know the tactics of the enemy, so that don't confuse your brother with the enemy. Hallelujah. Sasa ndio maana Yesu hapa anatambua, anasema kwamba ijazeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja na wenye roho moja, mkimbia moja, with one will. Do you understand? My brothers and my sisters, ninaongea. Hallelujah. Amen. Ama ninawachosha? Amen. Bwana siwe sana. Amen. Msitende neno lolote kwa kushindana. Are we together? Bwana siwe sana. Wakati unamtumikia Mungu, wakati umeshika nafasi yako kutumikia Mungu, don't do it like you're competing with your brother, as if you're looking for a credit. Are we together? Mark your lane. Mark your lane. But as you walk for the growth. You walk for the growth of the kingdom, not for you to take the credit. Hallelujah. Nisione mimi ndio ninaweza. Mimi ndio ninaweza nikafanya. Hawezi kunifikia. Hallelujah. Wale kazi ya macho ni ya mdomo. Sasa si kazi ya macho basi mdomo ifanye. Inawezekana. So, na masikio, assuming now you are not hearing me, ningekuwa nahubiria kuna nani? Ningekuwa ninafanya. So, mnanisikia kwa sababu ni masikio imepewa neema na nguvu ya kusikia, na mnanitazama kwa macho. So you combine the two, inafanya kazi vizuri. Hallelujah. So when you see your brother at work, encourage him. Encourage her. Hallelujah. Wacha kushindana hapa. Unajua kuna kanisa zingine nimeona tabia nyingine kama hiyo, lakini hapa sijaona. I thank God. Kwa sababu hapa hakuna. Unajua kuna wadada tu, yani my sisters wamebarikiwa na ukarimu na kutoa na kupeana mali yao. Naona ni mbaya. Lakini sasa my sister ameona mchungaji amekaa bila maji. Saidi kidogo. Sio? Asante. Anakuja, anatengeneza maji yake vizuri sana. Dada mzuri hapa anaona pasta, anamletea daka glass na anamsaa. Hana nia mbaya. Ameona nafasi ya kutumikia nani? Ameona Reverend Alex Nesi ameng'ara haki. Sasa dada mwingine anaweza kusumbuka. Na mimi wacha nitafute maziwa. Sasa pia na maji. Wacha nitafute maziwa. Haleluya. Nitafute nini? Maziwa. Nipelekee nani? Haya, amepeleka maziwa. Amepeleka maziwa vizuri sana. Maji kumbuka iko hapa. Na unaona kuna soda ingine hapa. Na sasa mimi nimeleta maziwa. Haya, kuna wa pili. Watatu watazame. Angalia nini hakuna. Hawa wanajua kuleta maji na maziwa. Hakuna kitu ya kufanya. Mimi nitaleta chai na thermos na nitengeneze kaimati ile nzuri sana na samosa. Nipeleke wapi? Nataka niulize. Hizi zote zinapelekwa wapi? Tubo moja, si ndio? Lakini sasa ziko pale, tukiangalia tunaona kuna samosa, kuna chai, kuna maji, kuna maziwa. Tumebarikiwa. Mmebarikiwa. Lakini nia za hawa wa maziwa na makachai na makaimati ni tofauti na yule wa maji. Mbona sana? Nia sio mzuri, lakini kama angefanya hivyo kwa nia mzuri, angebarikiwa kama yule analeta maji. Haleluya. Hatujabarikiwa sawa. Tumeitwa na mito tofauti na tumepewa karama tofauti.
wacha kubishana na mimi. Niache kubishana na mimi. Simama mahali pako, fanya kazi ya Mungu vile Mungu amekuita. Bwana sasa, ungepeleka maziwa, ungetafuta kitu ya kuleta kwa madhabahu. Uone sasa hii maua, wacha hata na mimi nilete maua mengine. Glorious. Leta hapa. Haya, huyu akaimati, aone hakuna ile matai nazunguka, akazungukaga. Sasa ninunue hata hiyo taa na mimi nilete, ningalishe madhabahu. Sasa sijui kama unaona. Kila kitu inafanya kazi vizuri. Sasa manake hii taa wakati inazunguka hapa, ikiinama ikiinuka, kama wale wazee 20 na wale. Inazunguka hapa. Bwana sasa nani anapokea utukufu? Haleluya. Wakati tumepamba madhabahu hapa, nani anapokea utukufu? Wakati mtumishi wa Mungu pale amekunywa maji akasikia, sasa nani anapokea utukufu? Na nyinyi nyote mmebarikiwa kwa sababu nia yenu ni moja. Amen. Na upendo. Amen. Haleluya. Amen. Sijui kama hiyo masaa iko sawa. Okay. Isiende sana. Bwana sasa, simameni kwa miguu zenu. Hallelujah. Stretch yourself. Stretch yourself, stretch yourself, stretch yourself. Stretch yourself. Hallelujah. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Isingekuwa ni yeye tungekuwa wapi? Isingekuwa ni yeye wewe ungekuwa wapi? Wewe ungekuwa wapi? Ungekuwa nani? Lakini kwa sababu alisimama na akasimama kwa nafasi yake, ndiposa tunaonekana tunang'ara. Ndio tuko na nguvu na neema, kwa sababu alichukua nafasi yake. Na wewe kuanzia siku ya leo, simama mahali palipo pako. Haleluya. Chukua nafasi yako ile Mungu amekuita, uweze kusimama kwa hiyo nafasi. Utekeleze kile Mungu amewekeza ndani yako. Haleluya. Kwa utukufu wa nani? Utukufu wa Yesu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Msitende neno lolote kwa kushindana wala majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Hapo tunataka nataka kutamatisha. Bwana asifiwe sana. Wakati tunafanya hii kazi yote, haleluya, nimepeana mfano wa maji, wa maziwa na chai. Nikapeana mfano wa nani? Wa kuunganisha madhabahu. Hata wewe nataka utoke na ujitolee. Utoke na kitu kingine ambao unaweza kufanya katika madhabahu hii kwa ajili ya utukufu wa nani? Na wakati unafanya, usione wewe ya kwamba wewe ni bora kuliko yule alinena tupa maji. Hallelujah. Are you getting my point? Mimi nimebarikiwa tofauti. Ninaweza nikaeka ile speaker hapa, ile ya bass. Na tunahitaji speaker za bass hapa. Hallelujah. Tunataka nini? Speaker za bass hapa. Na tunahitaji vitu zingine, mtumishi wa Mungu. Tunahitaji na microphone zingine. Tunahitaji hata screen hapa. Bwana asifiwe sana. Inawezekana Mungu amekujalia neema kwa kiwango cha juu sana. Sasa huwezi kufanana na aliyepewa neema ya chini. Bali hizo neema ya juu na ya chini zinahitajika katika nyumba ya Mungu. Yule ambaye ana neema ya kuosha na kusafisha na kutengeneza nyumba ya Mungu ni sawa tu na yule ana neema ya kununua gari ya ministry. Yule ana neema ya kununua ministry van ama ministry bus. Na ninaiona. Haleluya. Ninaiona. Bwana sana. Ministry van, ministry bus. Haleluya. So huyo ambaye amepewa hiyo neema, asijione yeye ni kitu. Asijifanye yeye ni bora zaidi kuliko yule na kuja na kutengeneza madhabahu. Haleluya. Mimi ni kuheshimu. Ni kufanya nini? Na nione wewe ni bora kuliko.
Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ama mimi ni wa maana sana wakati ninaitisha mtumishi Reverend Alex, karibu. Naitisha Reverend Alex na mbele za niko na kitu nataka kusema kwa sababu Mungu amenibariki. Hiyo gari mnaona pale nje, Mungu aliniambia kwa maono niweze kununua na kupatia mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo nyinyi kanisa, nataka mshuhudie na mfurahie Mungu ninapopeana funguo za hiyo gari. Mtumishi wa Mungu, pokea funguo. Amefanya kitu kizuri ama hajafanya? Simefanya. Lakini hivyo amefanya haistahili hivyo. Amejionyesha. Sasa yeye amelipwa. Atakapotoka hapa Reverend Alex amwambie mtu wa Mungu, wacha nikwambie. Baba, katika jina la Yesu, ninaleta mtoto wako mbele zako. Bwana ametenda jinsi. Haleluya. Anatoka hapo. Amepokea. Hakuna baraka nyingine. Kwa sababu gani? Hajatumia ile formula ambayo ni ya kingdom. Inasema this hand, hii mkono isijue hii vile nafaa. Haleluya. We miss the point sometimes. Tunataka kuinua kifua mbele za watu waweze kusema ameweza huyu. Wakisema nimeweza, nimelipa. Bwana sasa. Kwa hivyo mimi ninapohudumu, ninapofanya kazi, nione nifanye katika siri. Mungu anayenibariki katika siri, huyo peke yake ajue katika siri. Bwana sasa. Na nikipata ya kwamba nimepata mtumishi wa Mungu akitengeneza huko, nisimdharau. Nimuone ni bora kwa sababu anatengeneza mahali watoto wa Mungu watakuja kuketi na kumtukuza Bwana. Haleluya. Bwana aweze kuwabariki sana na kuwatenda wema. Mungu akubariki.